Jeshi la Iran limesema litalinda miundombinu na mali ya umma, likiwataka Iran kuzuia njama za adui huku mamlaka zikikandamiza maandamano. Taarifa ya jeshi la Iran ilitolewa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa onyo jipya kwa viongozi wa Iran siku ya Ijumaa na baada ya Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio kutangaza siku ya Jumamosi kwamba Marekani inawaunga mkono watu jasiri wa Iran. Machafuko yaliendelea usiku kucha huku vyombo vya habari vya serikali vikisema kwa jengo la manispaa lilichomwa moto mjini Karaj, magharibi mwa Tehran, na kuwalaumu wachochezi kwa ghasia. Televisheni ya taifa ilirusha picha za mazishi ya wanachama wa vikosi vya usalama ambao ilisema waliuawa wakati wa maandamano katika miji ya Shiraz, Qom na Hamedan. Mamlaka inaendelea kuweka zuio la mtandao wa interneti. Shahidi mmoja magharibi mwa Iran aliyepatikana kwa njia ya simu alisema walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC walikuwa wametumwa katika eneo hilo na walikuwa wakifyatua risasi. Akakataa kutaja jina kwa sababu za usalama. Jeshi la Iran linafanya kazi kivyake na IRGC, kikosi maalum kilichopewa jukumu la kulinda mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ambacho mamlaka imekuwa ikikituma kukandamiza machafuko ya awali. Vikosi vyote viwili vinaongozwa na kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Katika taarifa iliyochapishwa na tovuti za habari zisizo rasmi kikamilifu, jeshi lililaumu Israel na makundi ya kigaidi yenye uhasama kwa kujaribu kudhoofisha usalama wa umma wa nchi. Jeshi chini ya uongozi wa Amiri Jeshi Mkuu pamoja na vikosi vingine vya usalama, mbali na kufuatilia mienendo ya adui katika eneo hilo, litalinda kwa uthabiti maslahi ya taifa, miundombinu ya kimkakati ya nchi na mali ya umma. Taarifa hiyo ilisema maandamano yameenea katika sehemu kubwa ya Iran katika wiki mbili zilizopita, yakianza kama majibu ya kupanda kwa kasi kwa mfumuko wa bei, lakini akageuka haraka kuwa kisiasa, huku waandamanaji wakitaka watawala wa kidini waondoke madarakani. Mamlaka zimezituhumu Marekani na Israel kwa kuchochea ghasia. Shirika la haki za binadamu la Iran lilisema lilikuwa limerekodi vifo 65 hadi Januari 9, vikiwemo vifo vya waandamanaji 50 na wanachama 15 wa vikosi vya usalama. Shirika la haki za binadamu lenye makao yake Norway lilisema zaidi ya watu 2500 walikuwa wamekamatwa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita katika nchi yenye historia ya upinzani uliogawanyika dhidi ya utawala wa kidini. Reza Pahlavi ambaye ni mtoto wa kiongozi wa zamani wa Iran aliyepinduliwa katika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ameibuka kama sauti muhimu iliyo nje ya nchi akihamasisha maandamano hayo. Katika wito wake wa hivi karibuni kupitia jukwaa la mtandao wa kijamii, Reza anayeishi Marekani alisema, lengo letu si tena kutoka tu mitaani, lengo ni kujiandaa kutoa vituo vya miji na kuvidhibiti. Pia aliwataka wafanyakazi na waajiriwa katika sekta muhimu za uchumi, hasa usafirishaji pamoja na mafuta, gesi na nishati, kwanza mgomo wa kitaifa. Trump alisema siku ya Alhamisi kuwa hakuwa na mwelekeo wa kukutana na Pahlavi, ishara kwamba alikuwa akisubiri kuona hali ya mgogoro itakavyokwenda kabla ya kumuunga mkono kiongozi wa upinzani. Trump ambaye alishambulia Iran kwa mabomu msimu wa joto uliopita na kuionya Tehran wiki iliyopita kuwa Marekani ingeweza kuwasaidia waandamanaji, alitoa onyo jingine Ijumaa akisema, ni afadhali msianze kupiga risasi kwa sababu nasi tutaanza kupiga risasi. Aliongeza, natumai tu waandamanaji wa Iran watakuwa salama kwa sababu kwa sasa ni mahali hatari sana. Ijumaa Khamenei aliwatuhumu waandamanaji kwa kutenda kwa niaba ya Trump, akisema wachochezi walikuwa wakishambulia mali ya umma na akaonya kuwa Tehran itavumilia watu wanaotenda kama mamluki wa kigeni. Viongozi wa Ufaransa, Uingereza na Ujerumani walitoa tamko la pamoja siku ya Ijumaa kulaani mauaji ya waandamanaji na kuyataka mamlaka Iran kujizuia kutumia vurugu. Mamlaka ameeleza maandamano kuhusu uchumi kuwa halali, huku akilaani kile wanachokiita wachochezi wa vurugu na kukabiliana nao kwa kutumia vikosi vya usalama. Uongozi wa kidini wa Iran umewahi kupitia mawimbi kadhaa ya machafuko hapo awali, yakiwemo maandamano ya wanafunzi mwaka 1999, yale ya kupinga matokeo ya uchaguzi mwaka 2009, maandamano dhidi ya matatizo ya kiuchumi mwaka 2019 na maandamano ya mwanamke na uhuru ya mwaka 2022.